Kwa taarifa hiyo, na sasa tuingie katika makala yetu pendwa ya Shoka la KTN. Na katika makala yetu ya kila wiki ya Shoka la KTN leo, mwanahabari Ahmed Kamariki anaangazia hali halisi ya elimu na msingi nchini. Serikali ikitoa mgao wa ufadhili wa masomo kwa shule, lakini maswali mazito yakisalia kuwa je, shilingi 188 kwa muhula zinaweza kumkidhi mwanafunzi wa wiki 14 za masomo? Karibu katika Shoka la KTN. Jina langu ni Ahmed Kamariki na leo nina huzuni sana kwa yale ambayo yanafanyika katika sekta ya elimu. Mpaka unashangaa kama viongozi wanatujali au wameamua kutumaliza vilivyo. Kuna wakati taifa hulazimika kujiuliza maswali magumu, si kwa jazba tu, bali kwa uhalisia wa mambo yanayoendelea nchini, na tena chini ya uso wa maneno makubwa ya elimu bora. Kwa sababu ukiangalia kwa makini, kuna mambo yanayosemwa kwa sauti ya sera, lakini kinachoshuhudiwa katika shule za taifa yanaandika simulizi tofauti kabisa. Leo tunazungumzia elimu ya msingi, na hasa kile kinachoitwa mgao wa fedha za uendeshaji wa shule, katika lugha ya King'eng'e ni capitation. Wizara ya Elimu kupitia idara ya elimu ya msingi imetoa mgao wa shilingi, yani capitation, kwa shule za msingi na sekondari. Lakini macho yangu yanatua pale penye msingi wa taifa, darasa la kwanza hadi la 6, au wanavyoita wanafunzi wa siku hizi gredi ya kwanza hadi 6. Kila mwanafunzi katika gredi hii ametengewa shilingi 188. Sio elfu, shilingi 188. Na hizi pesa zinafaa kutumika kwa mwanafunzi huyu kwa muhula mzima. Fedha ambazo zinafaa kumudu mahitaji ya wiki 14 kwa masomo. Walimu wakuu nchini wanapitia mchujo mzito. Ni kiasi kidogo sana kinachobeba mzigo mkubwa mno. Hebu tuingie ndani ya hesabu kidogo ili tukaweze kuelewa. Kwa upande wa vifaa vya darasani, vitabu vya kiada shilingi 5. Alafu kuna madaftari yamewekewa shilingi 40. Alafu kuna mwongozo ya walimu na marejeo shilingi 15. Vifaa vya kuandika shilingi 35. Hapo tayari tumefikia shilingi 95. Nusu ya bajeti imekwisha kabla hata darasa halijaanza kupumua. Kisha tunaingia kwenye akaunti ambao wenyewe wanajiita GPA, uendeshaji wa shule. Wafanyikazi hasa wasaidizi wa shule wametengewa shilingi 20. Na hizi shilingi 20 ni kwa wafanyikazi kwa muhula mzima kwa kila mwanafunzi. Ukarabati wa madarasa na vyoo imetengewa shilingi 23. Shughuli za ziada shilingi 10. Usafiri wa ndani shilingi 3. Umeme shilingi 8. Mawasiliano shilingi 3. Usafi mazingira shilingi 5. Mafunzo na ujuzi shilingi 10. Dharura shilingi 2. Alafu kwenye mambo ya sayansi na teknolojia, kila mwanafunzi wa shule hiyo ya msingi ametengewa shilingi 2. Na tunasema tunaelekea katika nchi ya Singapore kupitia sayansi. Tunafaa kuwa watu wa kweli wakati mwingine. Mitihani ya tathmini imetengewa shilingi 7. Ukijumuisha haya yote unapata picha ya shule iliyopewa mzigo mkubwa kuliko uwezo wa rasilimali ilizonazo. Sasa tuweke mezani bila mapambo. Tuseme kwa mfano shule ina wanafunzi 200. Itapokea takriban shilingi 37,600 kwa muhula mzima. Hii ni karibu shilingi 10,000 kila mwezi. Na ndani ya pesa hizi, wafanyikazi wasaidizi wa shule, wale walinzi, wapishi na wengine, na pia walimu ambao wameandikwa ili kusaidia shule, wanafaa kulipwa takriban shilingi 4,000. Hebu nikueleze uelewe kwamba shilingi 4,000 zinafaa kutumika kwa muhula mzima kulipa wale ambao ni wafanyikazi wa shule, kwa shule ambayo ina wanafunzi wangapi? 200. Ukarabati wa madarasa, vyoo na miundo msingi yote, kukarabati kila kitu, basi imetengewa shilingi 6,400 kwa shule ambayo ina wanafunzi 200 kwa muhula mzima, ikiwa ni karibia miezi 3. Na bado shule hiyo hiyo inatarajiwa iendeshe masomo, iwe safi, ifundishe, ichezeshe michezo na isimame kwa wiki 14 bila kuyumba. Hapo ndipo swali linakuwa nzito kuliko hesabu yenyewe. Shule hii inawezaje kusimama kwa miguu yake na kufanya kazi ambayo inafaa kufanya? Na bado tunazungumzia kuhusu elimu ya sayansi na teknolojia msingi na mustakabali ambao tunasema kwamba ni wa kusaidia wanafunzi, na kisha baadaye mnampa mwanafunzi shilingi 2 tu kwa kila muhula mzima. Wakati huo nje ya kuta za shule, fedha zinatembea kwenye mzunguko mwingine kabisa.
mnasema hakuna pesa za kufadhili masomo, lakini mikutano ya kisiasa, ziara za viongozi, misafara ya kitaifa, pesa mfukoni, mambo kama ya miradi ya nyota, mnatumia mamilioni kwenda kuwapa vijana shilingi 22,000. Na zaidi ya hapo, inakera sana kuona wale waliopaswa kuwa sauti ya walimu, viongozi wa vyama vya walimu, wakiwa kimya kabisa. Wengi wao wamejifungia kwenye utulivu usioeleweka, kana kwamba darasa halina changamoto tena. Wamewekwa kwenye mfuko na rais na serikali yake. Kwa mfano, Collins Oyu anaimba two term bila aibu tena. Wengine pia viongozi wao, wimbo ni ule ule. Walimu waliwahi kupelekwa kule Ikulu kama mnakumbuka, wakakutana na ahadi na bima yenye changamoto SHA, na wakapewa shilingi 10,000 kila mmoja kwa wale waliohudhuria. Unajua hili litugharimu karibia shilingi milioni 100. Tukio liliacha matarajio mengi, lakini halijiondoa ukweli wa maisha shuleni. Walimu wakuu wanapitia wakati mgumu, wengi wana msongo wa mawazo. Wakaingia maumivu. Shilingi milioni 100 zikatumika, shule za msingi ziko katika hali ambayo haihitaji kupakwa rangi ya maneno tena. Na wakati huo huo tunasikia Ikulu peke yake ikitajwa kuwa na bajeti inayokaribia shilingi bilioni 17. Wakati mgao wa shule za msingi kwa muhula mzima nchi nzima ni shilingi bilioni 23 pekee. Hapo ndipo ajabu inapokaa wazi mbele ya macho. Taasisi moja ya utawala inakaribia kugharimu karibu sawa na sekta nzima ya elimu ya msingi kwa muhula. Jamani, ukiondoa kelele za siasa na kurudisha macho kwenye darasa, labda hatungekuwa na mjadala huu kila mwaka. Na ukitaka kujua mambo ni magumu katika shule zetu za msingi, tazama walimu. Wengi wanahangaika, hata mavazi kupata ni shida. Tazama watoto jinsi walivyo, chakula tatizo, mahali pa kukaa shida, vitabu tatizo, madarasa tatizo. Hebu niseme hivi, kuna jamaa fulani mmoja ambaye alikuwa kiongozi alisema, ukimwona mtu anatoa maelezo mengi sana kuhusu mafanikio yake, tena kwa sauti kwa muda mrefu, basi jua hana mafanikio yoyote ambayo ameyatekeleza. Na hisi tuweke sheria hapa nchini. Watoto wa wanasiasa wote wasomee shule za msingi za kule wanakotoka. Wanaofaa kuweka hii sheria si ni hao wabunge tu. Hata wao si walikataa hawezi kutumia bima ya SHA. Sijui kama hilo litawezekana. Lakini kabla nitoe salamu zangu, wacha katika sehemu hii tukaweze kuomba radhi kwa kampuni ya sukari ya Sony Sugar, ambayo katika makala ya wiki jana ya Shoka la KTN tulitumia picha ambazo kwa njia moja au nyingine zilionyesha nembo yao na kuonyesha kwamba sukari ambayo tulikuwa tunaizungumzia huenda ilikuwa inatoka kule, lakini hiyo ilikuwa ni tatizo, na tunaomba radhi kwa kutumia picha hizo na kwamba Sony Sugar haikuhusika katika makala hayo. Jina langu ni Haman Kamariki na hilo ndio Shoka la KTN. Salamu zangu ziwafikie marafiki zangu wa kutoka katika kijiji cha Mwasioma kule Gitare, Kisii County. Na utulivu umerejea katika